Ujue mkasa kwa nini Koffi Olomide kutomzika Papa Wemba. Alibishana na jeneza la Papa Wemba uwanja wa ndege wa Kinshasa kukimbia maziko. Sababu ni kauli iliyofanana na kiapo ambayo hadi leo haina majibu. Wahenga wamewahi kunena kwa hoja juu ya kauli na matamko mbalimbali. Wakasema kauli inaweza kuumba jambo na likatokea kweli. Tukio la mkasa wa Koffi Olomide kutohudhuria maziko ya mwanamuziki mwenzake maarufu Papa Wemba linabaki katika vitabu vya kumbukumbu inayohitaji kujulikana sababu ya kutokea kwa hilo. Inawezekana kauli za awali za enzi za uhai wa Papa Wemba zikawa sababu ya ukweli wa kwamba Koffi hakuwa miongoni mwa waliohudhuria maziko ya mkongwe huyo, ambaye ndiye anayetajwa kuwa ndiye aliyemuibua Koffi Olomide na kukitambua kipaji cha Koffi Olomide. Papa Wemba ndiye aliyetambua kipaji cha Koffi Olomide. Hata jina la Koffi Olomide lilitokana na ukweli alitoka ndani ya nafsi ya Papa Wemba. Unadhani ilikuwaje? Tuungane katika makala haya ya kumbukumbu za wanamuziki wote wawili, yani Papa Wemba na Koffi Olomide, kama ilivyoandaliwa na Mawazo Lusonzo na kusimuliwa nami Ibrahim Rajab Ibra JR ni table dancer. Historia ipo hivi. Jules Shungu Wembadio maarufu kama Papa Wemba ni mwanamuziki ambaye huwezi kumtenganisha na historia ya muziki wa marika yote ndani ya nchi iliyokuwa ikiitwa Zaire, ambayo kwa sasa ni Jamhuri ya Watu wa Kongo. Ni mwanamuziki aliyepitia katika tanuri la kusimamisha muziki wa kizazi cha rumba, sakus, hadi miondoko iliyokuja kubadilika katika mitindo mbalimbali baadaye. Papa Wemba alizaliwa June 14 mwaka 1949. Ndio waliokuwa wanamuziki vijana walioibua vipaji vyao katika enzi ya mtindo wa rumba ndani ya kundi la TPOK Jazz ya marehemu Luambo Luanzo Makiadi ama Franco. Franco alikuja na falsafa ya kubadilisha muziki wa rumba ya kizazi cha miaka ya 60 cha enzi ya rais wa kwanza wa Zaire Mobutu Sese Seko Kuku Ngbendu wa Zabanga na kuibuka na mirindimo ya rumba la kupiga ala za mwendo wa kasi, ingawa uchezaji wake ulikuwa wa taratibu sana. Kizazi hiki cha rumba la kisasa ndilo liliibua vipaji vya baadhi ya wanamuziki waliokuja na maboresho yaliyosababisha kuibuka kwa mtindo wa sakus, ambao kimsingi ndio ulikuja kuuzima muziki wa rumba hadi kuitwa muziki wa dance. Papa Wemba aliibuliwa na Franco, ni miongoni mwa waasisi wa mtindo wa sakus iliyokuja na kasi ya kuibuka kwa bendi mbalimbali za wanamuziki vijana, zikiwemo bendi za Zaiko Langa Langa iliyoanzishwa mwaka 1966. Zaiko Langa Langa ambayo pamoja na kupita katika misukosuko, bado bendi hiyo inatajwa kama chimbuko lingine la wanamuziki wa kizazi cha akina Papa Wemba na Koffi Olomide. Papa Wemba aliibukia kutoka katika kizazi cha rumba. Papa Wemba aliibukia kutoka kizazi cha rumba baridi hadi kuzaliwa kwa miondoko ya rumba moto ama sakus. Ni miongoni mwa wanamuziki waliibuka na bendi zao wenyewe, na ndipo alipoanzisha Viva la Musica mnamo mwaka 1977. Viva la Musica ya Papa Wemba ilitajwa kama muhimili mwingine wa mtindo wa sakus iliyovutiwa na wanamuziki wengi vijana ambao ni kama vile walichoshwa na mirindimo ya rumba la kizee la enzi ya Franco, na ndipo walipoibuliwa wanamuziki wengine akiwemo huyu Koffi Olomide. Ingawa kipaji cha Koffi kilianzia ujio wa bendi ya Zaiko Langa Langa, alipata mafanikio makubwa akiwa ndani ya Viva la Musica ya Papa Wemba. Historia na kumbukumbu mbalimbali zinaweka bayana kuwa Papa Wemba ndiye aliyetambua na kukitangaza kipaji cha utunzi cha Koffi Olomide. Hii ni pale alipotambua kuwa kina huyo, kwa maana ya Koffi Olomide, alikuwa na kipaji kikubwa cha utunzi wa mashairi ya nyimbo. Katika kubaini kipaji hicho, Papa Wemba alimpa jukumu kubwa Koffi Olomide la kuwa ndiye mtunzi maalumu wa nyimbo nyingi za Viva la Musica, huku akimwandaa pia ili aje kuwa mwimbaji maarufu wa kundi hilo. Ndivyo ilivyokuwa.
Baadaye Koffi Olomide aliuwasha moto kwelikweli. Umahiri wake wa kutunga na hata kupangilia muziki wa Viva la Musica ulimfanya Papa Wemba kumwagia sifa kiasi cha kumbatiza jina hili la sasa la Koffi Olomide. Na itambulike wazi kuwa jina halisi la Koffi ni Anthony Christophe Abepa Mumba. Papa Wemba alilazimika kumpatia jina la Koffi Olomide, likimaanisha kuwa ni mfalme wa mashairi, King of Melody, ambapo kwa Kifaransa kilichochanganyika na Kilingala ilikuwa ikitamkwa kama Koffi Olomide, jina ambalo limemkaa hadi hivi sasa. Kuaminika na hata kufika hatua ya kupewa heshima hiyo ya mfalme wa mashairi ndani ya Viva la Musica kulinogesha urafiki na ukaribu baina ya Koffi na Papa Wemba, urafiki ambao baadaye uligeuka na kuzaliwa uadui wa chui na paka. Kilichoibua uadui wa chui na paka baina ya wawili hao kulitokana na hatua ya Koffi Olomide kuachana na kundi la Viva la Musica na kuanzisha bendi yake ya binafsi ya Quartier Latin mnamo mwaka 1986. Hatua hiyo ilimkasirisha mno Papa Wemba. Alitangaza hadharani uadui baina ya Viva la Musica na bendi ya Quartier Latin ya Koffi Olomide, na ndipo mkongo huyo Papa Wemba alipotamka bayana kauli ya kuwa ikifikia mmoja kati yao amefariki asitokee mwingine kwenda kumzika mwenzake. Kauli hii ya Papa Wemba ilichukuliwa kama sawa na wosia uliokuja kuwa kweli. Ni kweli kuwa hata Papa Wemba alipofariki dunia mnamo Aprili 24 mwaka 2016, Koffi hakuhudhuria maziko ya Papa Wemba, huku sababu ilikuwa ni kauli ya awali ya Wemba ya kwamba wakifa wasizikane. Siku chache kabla ya mazishi ya Koffi Olomide alikuwa ziarani nchini Senegal, na alipoulizwa swali la kwa nini hakuwa sehemu ya maziko ya Papa Wemba, aliweka bayana ya kwamba ni suala la kuheshimu tu kauli ya enzi ya uhai wa mwalimu huyo. Suala la ukweli huu tutaliacha wazi hata kwa Koffi Olomide mwenyewe, maana bado yuko hai na anaweza kuja kudhibitisha kwa kauli itokayo mdomoni mwake hata atakapofanikiwa kukanyaga ardhi ya nchi hii ya Tanzania. Aje ajibu swali la kwa nini hakuwa sehemu ya waliomzika Julius Shungu Wembadio Pene Kikumba. Anga la muziki bado lina kiu ya kutaka kujua sababu itakayotoka mdomoni mwa Koffi Olomide mwenyewe, mfalme wa mistari aliye na jina kubwa ndani na nje ya bara la Afrika. Koffi Olomide aniyevuma kwa vibao vingi vya muziki wa miondoko ya sakus kama vile Papa Mobimba, akiwakosha mashabiki na walevi wa muziki namna anavyojua kulimwaga sebene. Papa Mopao. Papa Mobimba akiwakosha mashabiki na walevi wa muziki namna anavyojua kulimwaga sebene. Papa Mopao. Kibao kingine kilichompa umaarufu mkubwa nguli huyu wa muziki wa Afrika ni kile cha Papa Ngwasuma. Aliendelea kuwalevya zaidi shabiki zake, kwani kibao hicho kilifanya vizuri sana ndani na nje ya bara la Afrika. Koffi Olomide, bosi ya mboka. Nani anakikumbuka kile kibao cha Chuchushushu cha Papa Mopao? Koffi Olomide mule ndani alifanya mauaji mno. Hakuishia hapo tu. Papa Mobimba, Koffi Olomide, fundi wa hizi kazi, alipokuja na kibao cha Loa, hapo sasa aliizima Afrika kwa ujumla. Simba la mama Simba Dangote naye alimshirikisha katika kile kibao cha Wa pamoja na Achi achecheche. Papa Mopao, Papa Wangwasuma. Hicho kilikuwa ni kisa cha Koffi Olomide kushindwa kumzika aliyekuwa amemtoa kimasomaso katika muziki, ambaye aligundua kipaji chake mwenyewe. Hatimaye mwisho wa siku hakuweza kufanikiwa kumzika mwalimu wake kwa maana ya Papa Wemba.
Yapo mengi sana yanayowahusu manguli hawa wawili wa muziki wa sakusi Afrika. Mengi kweli kweli. Aliyafanya Papa Wemba ni mengi, na ambaye anaendelea kuyafanya Koffi Olomide ni mengi sana. Yapo mengi yanayohusu historia ya Koffi Olomide, Papa Mopao. Kwa nini watu walimuita majina haya yote ya sifa? Ana kipi ambacho alikifanya? Ipo siku tutakuja kuketi na kuanza kujadili na kukusimulia kile ambacho alikifanya Papa Mobimba, Papa Mopao, Koffi Olomide katika muziki wa Afrika. Lakini kwa leo itoshe kuishia hapa. Mimi naitwa Ibrahim Rajab, Ibra JR, ni Table Dancer, na hii ni Global TV. Ili kuwa mwanafamilia bora wa Global TV, usisahau kusubscribe, like, kushare na kucomment. Baada ya kusubscribe, bonyeza alama ya kengele ili kupata taarifa kwa kila video inayopanda Global TV Online.